fadhili zake. Kwa hakika Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha yetu. Hata nawe ninajua ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha yako. Tangu tuachane on Sunday, na fadhili za Jehova Mungu na kazi ambayo Mungu anatenda katika taifa letu, katika makanisa zetu, kwa mambo yote ambayo iko mbele yetu. Kwa hivyo jioni ya leo nimekuja ili nikapate kuleta neno lake Mungu, na kabla sijaleta neno, ninaomba popote ulipo, wacha tuamini na tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru, ninaliinua jina lako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kuna jina lolote ya kulinganishwa na wewe, bali wewe ndiye Mungu mwenye mamlaka na uwezo. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Baba. Asante sana kwa neema na kibali ambao umenipa jioni ya leo kusimama kwenye madhabahu yako na kuleta neno. Mungu, naomba ili neno ninapoachilia kwenye mtandao, Baba, mtu yeyote ambaye atakayepata ili na Jehova ikapate kwa kama ni baraka katika maisha yake. Asante sana Jehova kwa sababu wewe ni Mungu anayetenda mema. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Jehova. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen. Wapendwa, ninamshukuru Mungu sana kwa jioni ya leo. Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha yangu. Kwa hakika nimeona wema wa Bwana pamoja na familia yangu. Tunaweza kumshukuru Mungu kwa ubali ambao Mungu ametuleta. Tunasema ya kwamba yeye ni Ebeneza. Jioni ya leo nimeona ya kwamba nikapate kuleta neno lake Mungu sawa sawa na neno ambao nilifundisha last week. Nilifundisha hapa kuhusu mavuno, na niliongea sana kuhusu hiyo mpaka nikasema ya kwamba lazima mtu atafute mahali penye anapanda. Anapanda wapi? Anapanda kwa udongo aina gani, kwa mchanga aina gani? Kwa neema ya Mungu ninajua ya kwamba hilo neno ilibariki watu na hiyo neno iligusa nafsi ya watu. Hata jioni ya leo kuna neno la himizo ambalo nataka kuileta jioni ya leo. I want to talk about our trust in the Lord. Tumaini letu kwake Mungu. Tumaini ambao tuko nayo kwa Bwana. Tumaini letu kwa Mungu. Our trust in the Lord. Your trust in the Lord. My trust in the Lord. Your family trust in your family in the Lord. Kwa hivyo hili neno ni ya muhimu sana kwa maisha ya Mkristo, wakati tunaweka tumaini letu kwa Bwana na tumaini letu iko na maana gani kwa Jehova, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanaona tu ya kwamba mambo ambayo inatendeka kwa maisha yao ni kawaida. Lakini nataka nikukumbushe ya kwamba sio kawaida. Inadependa tumaini lako vile unamtumaini Bwana. Kwa sababu kuna watu wengine hata wanasema wamemtumaini Mungu, lakini kwa hakika ndani ya moyoni mwao hawajamtumaini Bwana, kwa sababu wakati wamepata changamoto, wakati wanapita katika mambo mazito, wanaona mahali penye wanaweza wakapata usaidizi. Huyo mtu hajaweka tumaini lake kwa Bwana. Mtu yeyote ambaye bado anaacha njia za Mungu, anaenda kufanya uganga ndiye apate kukinga nayo mambo yake, hiyo sio tumaini kwa Jehova Mungu. Mtu yeyote ambaye anataka kuanzisha biashara, anaenda kutafuta kinga kwa waganga ili akakuje apate kukinga biashara yake, hiyo sio tumaini kwa Bwana. Hata kama unadanganya uko katika kanisa na unaona kuna mambo mengine unalifanya kinyume cha mapenzi ya Mungu, nimekuja jioni ya leo nikukumbushe jambo. Hiyo sio tumaini la, hiyo sio mapenzi ya Mungu, kwa sababu yeyote ambao anamtumaini Bwana anaweka mawazo yake yote kwa Mungu, anamtumaini Mungu kwa biashara yake, anamtumaini Mungu kwa masomo yake, anamtumaini Mungu kwa vyote ambao analifanya. Mtu huyo ndiye mtu ambao anamtumaini Jehova. Na leo nitasoma sana katika kitabu cha Psalms, in the book of Psalms, kwa sababu Daudi alisema sana kuhusu kumtumaini Bwana. Kwa sababu katika maisha ya Daudi, katika Biblia ukisoma hadithi ya Daudi, ukianza in the book of Samuel, utakuta maisha ya Daudi vile alikuwa akalelewa, akakuwa, na alikuwa mtu mbaya sana ambao watu wakimtazama kwa macho ya nje wangeweza kusema huyu ni mtu mbaya, but mbele za Jehova Mungu mbele ya Jehova Mungu, Mungu alikuja na akasema ya kwamba hakuna mtu ambao roho yake inafananishwa na roho ya Jehova kama sio Daudi. Kwa sababu gani? Daudi alikuwa anajua kuweka tumaini lake kwake Jehova. Huyo Daudi alifanya mambo ambao hata Biblia inasema ni mbaya sana. Akaua mtu kwa sababu ya mke wake.
Haleluya. Na kwa yote hiyo yote, wakati alipata ufunuo, mawazo ikarudi sawa, akakuta ya kwamba alifanya kinyume cha mapenzi ya Bwana, akapiga magoti, akaachilia Jehova, akarepent, akamtumaini Jehova. Ndio maana nilisema last week napohubiri, na hili jambo nitakuwa nikisema mara nyingi sana, ili ukapate kupata ufahamu ya kwamba wakati umetubu dhambi zako, unawachia Mungu nafasi ili maksudi yake ikapate kutendeka katika maisha yako, kwa sababu maksudi ya Mungu, kile ambacho Mungu alikupangia tayari, Mungu alisema vile ungeweza kukua. Pengine hata leo ukiteseka, ukihangaika, ukitafuta na nguvu yako, unatafuta hata kiwango ambao huko sio kiwango yako. Kuna kiwango ambao Mungu alikupangia, kuna mambo ambao Mungu alikupangia, lakini uwezi ukafikia hapo. When you repent, unampa Mungu nafasi ili maksudi yale ambayo Mungu alikupangia yakatendeke. Na wakati unamtumaini Bwana, ndio maana Mungu akanenea ni nene leo kuhusu kutumaini letu kwake Bwana. Nimejaribu kufundisha neno, nikatumfundisha kuhusu kumtumaini Bwana. Amen. Kumtumaini tu Bwana na yale ambayo iko katika Bwana. Lakini leo nataka kuongea tumaini letu. Tumaini letu katika Bwana. Hallelujah. Wacha tusome the book of Psalms chapter number 9 verse 9 and 10. Biblia ya Bwana inasema hivi. Hii ni Daudi aliandika. Ninataka upate ya kwamba naongea kuhusu tumaini letu katika Bwana. Biblia ya Bwana inasema hivi. Ninasoma kwa tafsiri ya Kiswahili. Bwana atakuwa ngome kwako aliyeonewa, maana ngome kwa nyakati za shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akasema yoyote ambaye anamtumaini Bwana, watu wanaweza wakakuonewa. Unaweza ukaonewa na watu ambao ni watu wa mbali, watu ambao ni watu ambao wako karibu na wewe, lakini Mungu amesema hivi, Bwana atakuwa ngome kwako aliyeonewa. Mungu atakuwa ngome katika maisha yako, wewe ambao unaonewa. Hii jambo la kuonewa, wapendwa, ninaponena juu yake, mimi kuna wakati nilionewa mpaka na wachungaji ambao ninafanya nayo kazi. Nilionewa mpaka na washirika. Nilionewa kwa sababu ya mambo ambayo nilikuwa ninapitia. Lakini ninamshukuru Jehova kwa sababu alikuwa ngome katika maisha yangu wakati watu walikuwa wananionewa. So wakati ninaongea kuhusu kuonewa, hata pengine mahali penye huko haujaonewa tu, lakini kuna wakati ambao utaona ya mpaka ufike mahali ambapo hakuna mtu mwenye anakutaka. Umekuwa rejected for everybody. Kila mtu amekureject, na kile ambacho anafanya watu wapate kukataa ni maneno ya watu, wale ambao wanakusigesia maneno, wale ambao wanasema hata mambo yenye wewe mwenyewe hujui, yale ambao hata wewe mwenyewe hujawahi kutenda. Utakuta mtu ambaye amesema hiyo maneno juu yako, ukiangalia unasema na ile kiwango yake na hiyo level yenye yako anaweza kuniongeleza mimi ambao niko chini hivi, but ninamshukuru Jehova Mungu kwa sababu yoyote ambaye ameonewa, Mungu atakuwa ngome katika maisha yako. Hiyo maisha ambayo unapitia na usito yote, ninakuhakikishia jioni ya leo ya kwamba kuna Mungu anayeishi juu mbinguni, na huyo Mungu atakupigania, atakutetea, atakuwa ngome katika maisha yako. Na wakati Mungu amekuja kuwa ngome katika maisha yako, mambo yote yanabadilika, mambo yote inakuwa vyema wakati umemtumaini Bwana. Kwa hivyo mpendwa mkilisaji wangu, jioni ya leo ninataka nikuhimize tu katika hiyo challenge na changamoto ambayo uko nayo, tumaini Jehova Mungu. Tumaini tu Jehova, weka tumaini lako kwa Bwana. Usiwasie wanadamu wanaweza wakakudanganya, lakini Mungu tu akisema ndio, hakuna la kupinga katika maisha yako, kwa sababu yeye ni Mungu ambao anatazama wale ambao wanakuonea. Glory be to Jesus. So na kumhimiza mpendwa, ukamtumaini Bwana kwa maisha yako yote, njia zako zote tumaini Jehova. Katika biashara yako tumaini Jehova. Weka mambo yako yote katika mkono wa Jehova, utayaona yale ambayo Mungu atatenda katika maisha yako. Mstari wa 10 inasema hivi. Haleluya. Nao wakajuao jina lako wakutumaini wewe, naam wewe Bwana ukuacha wakutafutao. Nao wakajuao jina lako wakatumaini wewe, maana wewe Bwana haukuacha wakutafutao. Glory be to Jesus. Daudi anasema Mungu wetu, haleluya, anawajua
wale ambao wanamtafuta jina lake, wale ambao wameweka tumaini lao kwake Jehova. Na Mungu anasema hata kama mnaonewa hata waacha. Glory be to Jesus. Ninaongea juu ya mtu ambao ukimtumaini, ukipeana maisha yako yote kwake, huyu Jehova Mungu hatakuacha. Hata kama mambo yatakuwa ni mazito, inafika wakati ambao hata wasasi wanaweza wakakuacha. Inaweza fika wakati hata mke wako anaweza kugeukia. Inaweza fika hata wakati bwana yako anaweza kukugeukia. Hata watoto wako wanaweza wakakugeukia. Lakini nanena juu ya mtu mmoja ambao ukiweka tumaini lako kwake, hata kama mambo ni magumu, hata kama mambo ni rahisi, hatakuacha. Yeye bado atakuwa na Mungu, ni Mungu, na atakukubali na situation ambao uko nayo. Mungu atakupokea jinsi ulivyo, hata kama umetemwa. Watu wamesema wewe ni bure, but nataka nikwambia, wakati umemtumaini Bwana, Biblia ya Bwana imesema wale ambao wanamtumaini Mungu, Mungu hatawaacha kamwe. Haijalishi unapitia situation aina gani. Ndio maana nimekuja nikuhimiza leo mpendwa, katika hali ambao uko mpendwa, tumaini tu Jehova. Usitumaini wanadamu. Kuna wakati nilihubiri hapa nikasema in the book of Jeremiah, Biblia ya Bwana nikasema ya kwamba amelaniwa yule ambaye anatumaini mwanadamu, lakini amebarikiwa, glory be to Jesus, yule ambaye anamtumaini Jehova. Ninakuomba mpendwa, ukamtumaini Mungu kwa maisha yako yote, na utaona baraka zako, utaona wema na fadhili za Jehova Mungu katika maisha yako, kwa sababu umemtumaini Jehova Mungu. Glory be to Jesus. Wacha tusome in the book of Psalms, hiyo 34 verse 10. 34 verse 10 inasema hivi: wana simba utaandikiwa, hauna njaa, bali watafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilicho njema. Haleluya. Hili neno wacha nisome tena. Hili neno linigusa sana wakati nilikuwa ninatengeneza ile ujumbe. Hebu sikiliza hii. Wana simba hatuandikiwa hauna njaa, bali wanamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kulicho njema. Glory be to Jesus. Biblia ya Bwana inasema kwa sauti ya Daudi, hata simba, haleluya, hawawezi wakalala njaa, hawawezi wakakaa njaa. Na ni simba ni kitu ambayo inakaa katika msituni. Hakuna kitu kizuri ambao simba anaweza kuwa nayo. Na Biblia ya Bwana inasema simba ambao anakaa katika jangwani hawawezi wakalala njaa, kwa sababu Mungu anawasingira, kwa sababu Mungu anawajua, kwa sababu wameweka Mungu, anawatumaini, Mungu anawapenda. Na Biblia ya Daudi anasema, na nyinyi ambao mnamtumaini Bwana, kuna uwezekano ili mkapate kulala njaa. Ninasema la, hamwezi mkalala njaa wakati unamtumaini Bwana. Pengine leo ulilala njaa, unasema hata chakula ya kukula nilikosa katika maisha yangu. But nataka nikukumbushe jambo moja ambalo nilisema nikianza. Unapo repent, unamwachia Jehova Mungu nafasi ili makusudi yake yakatendeke katika maisha yako. Glory be to Jesus. So Daudi anasema simba ambao wanalala njaa, anakaa katika jangwani, hakuna hata siku moja wamenungunika mbele za Mungu wakisema ya kwamba wako na njaa. Kwa sababu gani? Our God is a provider. Mungu anawaprovidia, Mungu anawapea chakula ya kila siku. Na Daudi anakuja kwa wanadamu wale ambao wanamtumaini Bwana, wanaweza wakaenda katika pango, wakaanza kumtafuta Bwana, wakamulilia Jehova. Daudi anauliza, kwa nini watu ambao wanamtumaini Bwana wanaweza wakalala njaa? Daudi akasema, no, haitawezekana. Kama simba Mungu anaweza akamlisha simba, na sisi je, ambao tunamtumaini Bwana hatutalala njaa, hatutahangaika, kwa sababu yule ambao tunamtumaini is a provider. Aliprovidea Isaka. Glory be to Jesus. Abraham wakati alikuwa naenda kutoa Isaka kama dhabihu, Isaka akauliza baba yake, bado tunaenda nini? Tunaenda kumtolea baba Mungu wetu. Mungu Isaka, Abraham akajibu Isaka akasema ya kwamba our Lord
Mungu wetu anayajua ni kitu gani tutatoa. Hata nawe katika situation ambao huko siku ya leo, nimekuja nikukumbushe Mungu ambao tunamwabudu is a provider. Hiyo situation ambao huko, Mungu anakujua. Glory be to Jesus. Usilalamike, usihangaike, kwa sababu Jehova Mungu wetu anakujua. Akasema simba anaolala katika jangwani hawezi akalala njaa. Kwa nini sisi ambao tunamtumaini Mungu tunaweza tukalala njaa? Nimekuja nikwambie, our God is a provider. Wakati Abraham alifunga Isaka, anataka kutoa kama dhabihu, Mungu akasema, nimeona umenitumaini, nimeona mali uko nayo kwangu. Sasa tazama upande wa kushoto, ukaone hiyo kondoo. Akaona kondoo, akasema, oh my God, you are a provider. Even in your life today, I prophesy in you, our God is a provider. Glory be to Jesus. We provide upon your life. Ata provide in your life. Ataleta kile ambacho hujawahi fikiria utaweza patikana. Mungu ataleta kile ambacho haujawahi fikiria katika maisha yako, mambo ambao watu hawajafikiria. Nikitoa soda kidogo. Yesterday, I don't have anything. Nikakaa hapa jioni na wapendwa na wandugu zangu na mandugu zangu wengine walikuja, nikakuwa na anything. Wakati ndugu yangu alikuwa anatoka, nikapeana kitu ambayo nilikuwa nayo, nikapeana, nikamwambia enda nayo. Nilibaki, lakini wakati niliketi nikasema, Mungu kesho itakuwaje? Glory be to Jesus. Ninamshukuru Mungu is a provider. Jehova Mungu saa 10 usiku Mungu akanitembelea kwa njia ya kipekee. Huyo Mungu ambao tunamwabudu mpendwa, ukimtumaini Jehova ata provide in your life. Glory be to Jesus. Mungu is a provider wapendwa. Mungu anatengeneza njia mahali pasipo na njia. Kama simba hawawezi wakalala njaa, mbona sisi ambao tunamtumaini Bwana tunaweza tukanungunika na kulia? Daudi amesema tusilie. Sisi ambao tunamtumaini Bwana, Mungu ata provide. Haijalishi uko katika hali gani, haijalishi uko katika situation gani, bora tu ukamtumaini Bwana, utaona baraka za Mungu na mkono wa Bwana iliyoko juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Let me read the book of Isaiah chapter number 26 verse 3 and 4. In the book of Isaiah. Glory be to Jesus. Isaiah chapter number 26. Isaiah 26 verse 3 and 4. Utamlinda yeye ambaye moyo wake imekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Glory be to Jesus. Isaiah anasema jambo hapa. Hallelujah. Utamlinda yeye ambayo moyo wake amekutegemea Mungu katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Glory be to Jesus. Ninaongea kuhusu tumaini letu kwa Bwana. Isaiah anasema katika hiyo hali ambapo uko, in your situation, wakati unamtumaini Bwana, namba 1, atakumlinda. Hallelujah. Mungu atakulinda, kwa sababu amesema atamlinda yeye ambaye moyo wake amekutegemea. Yoyote ambao moyo wake amemtegemea Bwana, ukimtegemea Bwana, ukimtumaini Bwana, ukijiachilia kwa Bwana, hata kama unatusiwa, hata kama umekataliwa, wewe unasema, Jehova, wewe ni tumaini la maisha yangu. Biblia ya Bwana inasema huyu Jehova Mungu atakulinda na atakutunza. Yoyote ambao Mungu anamlinda, glory be to Jesus, hakuna kitu kibaya hatakaitendeka kwako, kwa sababu mlinzi wako, oh my God, Mungu amekukinga na damu ya Yesu Kristo. Hakuna kitu kibaya hatakawahi kutendeka katika maisha yako. Katika macho ya mwanadamu watakudharau, katika macho ya marafiki watakudharau, mpaka watu watakutoroka, lakini macho pa Jehova Mungu, Jehova ananyosha kidole yako juu ya maisha yako, anasema, yule mwanangu ninamjua na maisha yake yote, nimemwacha tu hiyo nafasi ili akaone marafiki halisi na wale ambao wanamdanganya. Glory be to Jesus. Ndio maana Mungu huyo alimruhusu Ayub apate kujaribiwa na Shetani, kwa sababu Mungu alijua ya kwamba yeye ndiye amemtunza Ayub, yeye ndiye alimlinda Ayub. Sasa Isaiah anasema huyo Mungu anamlinda yule ambaye anamtumaini, yule ambaye anamtegemea kwa moyo yake yote. Sio mtu ambaye akipata changamoto anawacha kuokoka, anaenda kutafuta dumba wa dumba. Huyu dumba wa Kisumu, wapendwa, mimi nimewahi kukutana na yeye.
na nikaonana na yeye macho kwa macho. Tukakaa kwa mesa vile nimekaa leo nikihubiri. Wakati nilikuwa nikifanya kazi, kwa njia moja ama njia nyingine, kuna gari yenye mtu alikuja akahaya na ikapotea. Kuna mtu akampiga mwenye gari, kuna mtu anajua mbali gari hiko, anaweza kututabiria na tuende tukamwone. Ilikuwa na Sunday, nikatoka kwa kanisa. Vile nilimaliza kuhubiri in the church, akampiga simu, pastor uko wapi? Nikamwambia niko kwa kanisa. Naomba ukuje, kuna mtu ameniambia tukienda kwa mtu anaweza kutuambia mahali gari iko. Glory be to Jesus. Tukaenda kwa ndomba, kitu kunisangaza, kumbe kufika tu kwa gate ilikuwa ni 5,000 kabla hujamwona ndomba. Hallelujah. In the hospital wanaliita consultation fee. Kumbe kwa ndomba pia kuna consultation fee. But what about kwa Mungu wetu? Kwa Mungu wetu hakuna consultation. Bora tu kubali Mungu limweza, utapata yote. Glory be to Jesus. Tukaingia, akaanza kufanya sarakasi yake. Akafanya mara mbili, mara ya pili, mara ya tatu haikufanya. Akamwambia nendeni. Kuenda akamwambia huyu mtu, akamwita huyu mwenye gari nyuma. Huyu ni nani? Akasema huyu ni pastor. Ni mwombezi. Huyu ni mtu mwenye naomba, hata sasa nimemtoa kwa kanisa. Kama unataka nikusaidie, usijaribu kukuja na mtu kama huyu kwangu mahali penye nafanya kazi. Glory be to Jesus. Na usimwambie, umdanganye, mnamsindikiza yeye. Na mkienda pale roundabout yako leo, muache na urudi. Hallelujah. Na usimwambie, ukirudi nitakwambia mahali gari iko. Kumbuka niliintroduce myself. Kumbuka nilikajitambulisha kabisa. Nikasema mimi ni Morris Jora na mimi ndio nilikuwa nimepeana hii gari. Kurudi jamaa akamuuliza, jamaa akafanya sarakasi, akauliza jamaa, Morris Jora ni nani? Remember nilishajitambulisha kwake. Huyo Dumbo wa Dumba amefanya hata wake na waume wamekosana katika nyumba yao kwa njia ya uganga ambao wanafanya. Jioni ya leo ninaifunja nguvu zao. Ninaharibu madhabahu yao. Ninasifunja kila madhabahu sote za uganga na uchawi ambayo imeleta hata katika mabumba za watu. Hakuna kuelewana. I destroy every power of witchcraft in the mighty name of Jesus. Hawana nguvu. Akamwambia mtu huyu mtu, eti huyu ndiye anajua mahali gari iko. Akamuuliza, mbona huko sema wakati alikuwa hapa? Mbona huko sema? Akasema huyu mtu mwenye naomba akikuwa karibu na mimi vitu zangu hatifanye kazi. Nikasema oh Jehova Mungu wangu, wewe ni mshindi. Glory be to Jesus. Kwa hivyo wewe ambao unaendaka kwa Dumbo wa Dumba haina nguvu. Huyo Mungu ambao ninamhubiri, ukimtumaini, ukiweka tumaini lako kwake, ata provide. Mungu, Isaiah amesema, huyu Jehova Mungu atakulinda na mambo yako yote, atakutunza na mambo yako yote, atakuonekania kwa sababu yeye ni Mungu. Glory be to Jesus. Mungu analinda wale ambao wanamtumaini. Kwa hivyo mpendwa, popote ulipo, ninakuomba ukamtumaini Bwana, kwa sababu Jehova Mungu wetu ni mlinzi mkuu. Atakulinda katika njia zako zote katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 4. Mtamwamini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Haleluya. Daudi akasema, Isaiah akasema, nitamwamini Bwana siku zote. Glory be to Jesus. Mtamwamini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Huyu Jehova ni mwamba wa milele. Isaiah anasema tukamwamini Bwana siku zote za maisha yetu. Hata kama tunapitia mambo mazito, tukamwamini tu Jehova. Hata kama tunapitia mambo ambayo imetulemea, tukamwamini tu Jehova. Sawa sawa na Yesu Kristo, wakati alikuwa anaenda kusulubishwa ili akasikwe mwana wa Mungu, akaenda mbele zake Bwana, akasema, Jehova Mungu wangu, wewe ni tumaini la maisha yangu, wewe ni Bwana katika maisha yangu. Dada, ninakuomba mapenzi yako yakatendeke, kwa sababu hiki kikombe cha dhiki imekuja kwa njia nzito, inanipeleka katika kifo. Even in this evening, kuna mtu ambaye anapitia changamoto, anafikiria kujinyonga, anafikiria kumaliza maisha yake. Bwana amenituma kwa mtandaoni nikikumbushe jambo la kwamba Mungu Jehova wa baraka, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, huyu Jehova tukimwamini, huyu Jehova atatulinda, kwa sababu yeye ni mwamba wa milele na mamlele. Hakuna yoyote tutakayemlinganisha na uwezo na upendo wa Jehova Mungu tunapomtumaini Jehova. Haleluya. Mtumaini tu Bwana siku zote. Hata kama umelala njaa, tumaini Bwana.
Hata kama watu wamekutoroka, tumaini Bwana. Hata kama dada yako hakutaki, tumaini Bwana. Hata kama ndugu yako hakutaki, tumaini Bwana. Hata kama rafiki hakutaki, tumaini Bwana, kwa sababu Bwana ni mwamba wa milele katika maisha yako. Glory be to Jesus. I'm talking about our trust in the Lord. Tumaini letu kwa Mungu. Tumaini letu kwa Mungu. Wewe mahali penye huko, umepea Mungu nafasi ya ngapi katika maisha yako? Mungu ni wa kwanza, ama Mungu ni wa pili, ama Mungu ni wa tatu? Mimi kwa maisha yangu nimepea Mungu nafasi ya kwanza. Nikasema, my God, wewe ndio tumaini la maisha yangu. I wish today naponena kwenye mtandao, mtu anaweza sema, hata mimi bali niko pastor, Mungu ndio tumaini la maisha yangu. Nimempa nafasi ya kwanza katika mambo yangu yote, ili utaona mkono wa Bwana ya yale ambayo Mungu atakuwezeshea. Haleluya. Wacha tukasome katika kitabu cha Sefania. Sefania 3 mstari wake 17. Inasema hivi. Haleluya. Aki Mungu ni mwaminifu, Mungu ni wa upendo. Mungu ni wa baraka, wapendwa. Huyo Mungu unapomtumaini, hautakosa chochote. Hata kama leo umelala njaa, ninakutabiria jioni ya leo, our God is a provider. Anakuja kuprovide upon your life. Mstari wa 17 wa Sefania 3:17 inasema hivi. Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awesaye kuokoa. Atakushangilia kwa furaha kuu, atakutuliza katika upande wake, atakufurahi kwa kuimba. Hallelujah. I want to read bit by bit, because I'm almost to pray. 1. Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awesaye kuokoa. Bwana Mungu wetu ako katikati yetu. Wewe shujaa ambao anaenda kuokolewa na Jehova Mungu. Pengine situation nimefanya leo kuna udhaifu, ndio maana Bwana amenituma kwenye mtandao nikukumbushe na hiyo udhaifu wako mbele za Jehova. Wewe ni shujaa. Na hiyo dhaifu wako, pengine shetani amekuteka nyara, amekuweka kando, umedharauliwa mpaka na ndugu zako because of the situation ambayo unapitia. Kumbe wewe ndio umebeba nyota ya boma yenu. Haleluya. Ndio maana Daudi Sefania ananena, anasema, haleluya, Bwana Mungu wako yu katikati wako, wewe shujaa. Usijali, tumaini tu Jehova. Tumaini tu Mungu kwa mambo yako yote. Hata kama watu wamekutoroka, watu wamekuacha mpendwa, nimekuja nikukumbushe jambo. Tumaini Bwana. Wewe ndio umebeba nyota ya boma yenu. You carry the destiny of your family. Umebeba destiny ya boma yenu. Wewe ni shujaa. Situation inaweza kujionekana mtu aliye chini sana, but wewe ndio umebeba destiny ya boma lenu. But what do you have to do? You have to repent your sin before the Lord, ili destiny mpaka yenu mukapate kufika. Ukimtumaini Jehova Mungu, bila kumtumaini Bwana hautafika kwa destiny yako. Bila kumtumaini Bwana hautakuwa shujaa. Bila kumtumaini Bwana hautakuwa nyota ya boma. Wewe ni nyota ya boma. Maksudi ya Bwana Mungu alikupangia wewe ndio utabadilisha familia yenu, but Shetani amekuja kwako akakuweka chini. Ndio maana Sefania akatazama, akakuona mahali penye huko. Ndio maana amenituma jioni ya leo na neno lake Jehova. Katika hiyo dhaifu ukamtumaini Bwana, kwa sababu Mungu amejidhihirisha katikati yako na wadada zako, katikati yako na wazazi wako, katikati yako na marafiki wako, katikati yako na maofisi wako, katika sababu yeye ni Mungu. Anataka kufikisha katika hatima yako. Glory be to Jesus. Wewe ni shujaa. Tumaini tu Jehova. Kristo nisifanye ubadilishe mwenendo. Usibadilishe njia. Usiache kumtumaini Bwana. Nimekuja nikuhimiza kama mtumishi wa Mungu. Tumaini tu Bwana. Hata kama unalala njaa, unaona watu wamekukataa, tumaini Jehova Bwana, kwa sababu katika hiyo situation you carry the destiny. Nani aliyejua Yusuf
angeweza kuwa ndiye ndiye angebeba nyota ya boma yao. Kwa sababu huyo Yusuf alikataliwa na wazazi wake na wandugu zake na warafiki wake na watu wote ambao walikuwa pamoja na yeye. Kumbe yeye ndiye alibeba destiny ya boma lao. Child of God, man of God, popote ulipo, kama unapata wewe ni yule ambaye amebeba destiny na hatima ya boma yenu. Wewe utafikisha boma lenu katika mpaka yenu ambayo ilidakuliwa na siga ambao nzige ilikula. Haleluya. Ambao maadui walikuja wakanyora kwa wewe ndio umebeba. Kwa hivyo usikufe moyo, tumaini tu Bwana. Ninaongea kuhusu kumtumaini Bwana. Our trust in the Lord. Tunapomtumaini Bwana, tunapomuomba Mungu, tunapomkimbilia Bwana, tunapomlilia Bwana katika hali yote, mpendwa, Mungu atajidhihirisha. Kwa sababu Biblia Bwana imesema kwa kitabu ya Sefania, Jehova Mungu ako katikati yako, wewe shujaa. Haleluya. Wewe shujaa, Jehova Mungu ako katikati yako. Hata kama wewe leo unaona uko na udhaifu mingi. Wewe unajua Gideon alinungunika, akasema Mungu, itakuaje katika mlango yetu mmoja ambao ninatoka? Mimi ndio kijana mdogo. Mlango yetu ni mlango kidogo sana. Itakuaje nitoe wana wa Israeli? Mungu akamwambia, wewe ni shujaa. Jioni ya leo mpendwa, mkilisaji wangu, nimekuja na neno la Bwana nikikwambia ya kwamba wewe ni shujaa katika neno la Bwana. Haleluya. Tumaini tu Bwana. Sikiso lisifanye ukamwache kumtumaini Mungu na utoroke na kumwache Bwana. Glory be to Jesus. Wewe ni shujaa katika Bwana. Haleluya. Wewe sikiliza, atakusangulia kwa furaha kuu, atakutulisa katika upande wako, atakufurahia kwa kuimbia. Mungu amesema watakusangulia. Haleluya. Maadui watakusangulia, marafiki watakusangulia, wazazi wako watakusangulia. Wakati Yusuf alipata akafika katika mpaka yake, akakuja akakuwa prime minister, njia inapotoka, wazazi wake wandugu zake wakasangilia kile ambacho Mungu alitenda juu ya maisha yake. Hata nawe Bwana amesema kwa sauti ya Sefania ya kwamba wale ambao walikuwa maadui wako watakusangilia wakati umefika katika destiny ya boma lenu. Glory be to Jesus. Katika mpaka ya maisha yako, katika destiny ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujumbe langu, tumaini Bwana katika mambo yote. Usirudi nyuma, useme ya kwamba kwa hakika Mungu yuko. Haleluya. Nimekuja nikuhimize katika hali yote, tumaini Bwana. Utaona yale ambayo Mungu atatenda, na wale ambao walikukataa watakusangilia kwa yale ambao unafanya katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni Jehova Mungu. Glory be to Jesus. In the book of Matthew chapter number 6:34. Wacha nisome katika kitabu cha Mathayo chapter number 6:34. Kuna neno hapo watu wamependa sana kuisoma kuanzia mstari wake wa 33, chapter 6:33. But mimi neno la Bwana linaniambia nianze kuisoma at 34. Isaiah, Mathayo 6:34. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambao inapewa watu uoga, ambao inafanya watu wanakosa kukumtumaini Bwana, hali ambao wako nayo siku ya leo. Wakikumbuka hawana anything. Akikumbuka hana hata shilingi moja, anasema kama leo ndio sina, kesho itakuwaje? Kesho yangu itakuwaje? Glory be to Jesus. But let me tell you, anayemtumaini Bwana anamwachia Jehova. Nasema Yehova, leo nimelala njaa, lakini ya kesho unayajua. Kwa sababu Biblia inasema anayemtumaini Bwana hatasumbuka na mambo ya kesho, kwa sababu kesho Mungu asapanga atajishughulikia yeye mwenyewe. Glory be to Jesus. Inamaanisha Jehova Mungu asapanga vile kesho yako atakuwa. Haleluya. Kuna nyimbo moja imeimbwa ambayo inasema I know my tomorrow will be better than today.
kesho yako itakuwa bora kuliko ya leo ukimtumaini Yehova. Usiwasie mambo ya kesho, wewe shughulika na mambo ya leo, season ambayo uko nayo leo. What you have to do, kumtumaini Bwana, kumlilia Bwana na kumshukuru Mungu kwa sababu ya kesho. Kwa sababu nataka nijenge imani yako, ujue ya kwamba hata kama leo umekataliwa, lakini kesho wale ambao walikukataa watakusangilia sawa sawa na Sefania. Amesema ya kwamba watakusangilia na nyimbo, wakiserekea mamlaka na uwezo na kiwango ambao Mungu amekuweka. Kwa hivyo ninakuomba jioni leo mpendwa, usisumbuke na mambo ya kesho, kwa sababu kusikiza na mambo uko nayo leo, ukikumbuka na ya kesho unaweza takufa. Haleluya. Shukuru Mungu kwa sababu ya kesho yako. Kwa sababu nataka uamini ya kwamba kesho yako itakuwa bora kuliko leo. Glory be to Jesus. Even me, I came to tell you, your tomorrow will be better than today. Glory be to Jesus. Sikujua ya kwamba hata leo tunaweza tukahubiri. Kwa sababu yesterday ninapofika jioni, nilikosa anything. Nikakuwa na mkono mtupu. Sikukuwa na any. But I know my God, because I trust in the Lord. Ninajua hata kama leo sina, Mungu ninajua kesho unayajua yale ambayo atakayotendeka. Ninataka niinue imani yako. Inua tu imani yako kidogo na useme, Mungu, hata kama leo nimekataliwa, leo kazi yangu imeharibika because of COVID-19, nataka nikuambie kwamba usisumbuke itakuwaje, kwa sababu Jehova Mungu ambao unamtumaini asapanga na anajua vile kesho yako itakuwa bora kuliko leo. Glory be to Jesus. My tomorrow will be better than today. Your tomorrow will be better than today. My God, I trust in you. I'm talking about trust in the Lord. Kumtumaini Bwana. Kutumaini Bwana kutoka kwetu. Vile tunamtumaini Bwana. Yote ambayo amemtumaini Bwana, hata kama amelala njaa, hako na tumaini, kwa sababu because our God is a provider. Your God will provide to you. Hautalala njaa kesho, kwa sababu Mungu anajua ya kesho vile itakayokuwa. Glory be to Jesus. Kwa hivyo kama uko katika situation ngumu leo, start thanking the Lord. Anza kumshukuru Mungu. Sema tu, Mungu, ninakushukuru kwa sababu ninajua kesho yangu haitakuwa jinsi ya leo. Kesho yangu iko better kuliko leo. Yale atakayotaka kwangu Jehova usapanga, kwa sababu Mungu anajua maisha yako na mawazo yako yote. Hata vile kesho itakuwa na kesho kutwa atakayekuwa kwako, usishughulike na hiyo. Haleluya. Shughulika na siku yako ya leo. Kwa situation ambayo uko, trust in the Lord. Mlilie Bwana. Sema tu, Jehova, leo wanaangalia vile watu wamenidharau, nimeachwa na marafiki, watu wamenitoroka, lakini Jehova ninajua kesho watanisangilia. Na kutabiria jioni ya leo, wale ambao wamekuchukia leo, kesho watakuserekea. Wale ambao wamekukataa leo, kesho watakutafuta. Wale ambao walikutema, kesho watakukaribisha. Wale ambao walisema wewe ni useless, kesho wataona wewe ni somebody. Glory be to Jesus. Kwa sababu kesho yako Jehova sapanga. Ndio maana Yesu akasema, msisumbuke mambo ya kesho, kwa sababu kesho yangu itajishughulikia mwenyewe. Na hatua ya kwanza ambayo Mungu alisema hapo in verse 33, tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Hallelujah. Trust in the Lord. Tafuta tu Bwana. Tumaini tu Bwana, ukijua ya kwamba kesho yako itakuwa bora kuliko leo. Mpendwa mkilisaji wangu, pengine leo umekataliwa. Leo situation ambao huko, hata unanungunika, unalia sana, umekosa tumaini, uko na watoto kwa nyumba, hakuna chakula, unalia, unasema kama leo ndio sijapata, what about tomorrow? Ninataka nikutabiria, your tomorrow will be better than today. You just trust in the Lord. Mungu will provide upon your life katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni Mungu which is a provider in our life. Glory be to Jesus. God is a provider. Mungu atai-provide. Even umekosa school fee, kwa sababu nilisikia ya kwamba watu wanarudi shule, karo umelipa na unaenda kwa final exam yako, ninataka nikwambie usisumbuke na hiyo jambo. Mungu anayajua. Hebu tumaini tu kwa Bwana. Tafuta tu ufalme wake. In verse 33, tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na hayo yote ambayo mnataka mtaongezewa. Na msisumbuke mambo ya kesho, kwa sababu Jehova Mungu is a provider. Glory be to Jesus. Hallelujah. Mungu is a provider. In the book of John chapter number 14 verse 27,
Yohana 14 mstari wake wa 27 inasema hivi: amani nawaachieni, amani yangu na wapa ni waponywa mimi, sivyo kama ulimwengu utavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Yesu akasema, ninawaachia imani yangu iwe nanyi, msifadhaike moyoni mwenu, kwa sababu imani ya Mungu wetu, imani ya Baba yangu iko juu yenu. In verse 14 in the book of Matthew, sauti ya Yesu, msifadhaike kwa mambo ya kesho. Yesu anasema imani yangu iwe juu yenu, msifadhaike mkitafuta yale ya kesho, kwa sababu imani ya Jehova Mungu iko juu ya maisha yenu. Imani wa Mungu iko juu ya maisha yenu. Imani wa Jehova iko juu ya maisha yenu, kwa sababu Mungu wetu ni mfalme wa amani. Yeye ndiye analeta amani, anatengeneza amani. Mahali pasipo na amani, Mungu wetu ni Mungu mwema, wapendwa. Mungu wetu ni Mungu mwema. In the book of Psalms chapter number 55 verse 22 inasema hivi. Hili neno ni tamu. Umpe Bwana mzigo wako, naye atakutengeneza, hatawacha wenye haki aondoswe milele. Haleluya. Bwana anasema tukamwachie Bwana mzigo wetu, kwa sababu yeye atakayetengeneza, kwa sababu yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ni Baba wetu, atatengeneza mambo yetu yote. Mzigo ambayo imetulemea, mzigo ambayo imetushinda, tukamtegemee Bwana, tukamtumaini Bwana kwa yote ambayo tunalifanya, kwa sababu hatakubali tukapate kushindwa, kwa sababu yeye ni Mungu. Tukamtegemee Bwana, tusimwache Mungu wetu ili tukapate kushindwa, kwa sababu Jehova Mungu wetu ni kimbilio la maisha yetu. Daudi anasema tumwachie Bwana mzigo yetu yote. Glory be to Jesus. Tukamwachie Jehova Mungu mzigo yetu yote, tukamkabidhi Jehova Mungu mzigo yetu yote. In the book of Matthew chapter number 28 verse 11:28 nasema, njooni kwangu nyinyi wote ambao mmelemewa na mzigo, nitawapumzisha, kwa sababu mzigo wangu ni nyepesi. Daudi anasema mpeni Bwana mzigo yenu. Glory be to Jesus. Tumpe Bwana mzigo yetu, tusisumbuke na mambo ya kesho, tusisumbuke na mambo iliyokuja, kwa sababu Jehova Mungu ambao ni tumaini la maisha yetu anatujua na mzigo ambao imetulemea. I don't know today in this evening uko na mzigo gani ambao imekulemea? Jambo gani imekuwa msito kwako? Mambo gani imekushinda mpaka ukitafuta huko na kule unaona kama umefika mwisho kabisa, umekosa tumaini? Ndio maana nimekuja na hili neno ya tumaini letu katika Bwana. Wakati unaona umefika mwisho, mzigo imekulemea, hauwezi hata kutembea, huwezi hata kusimama, ndio wakati ambao Jehova atajidhihirisha katika maisha yako, atabeba hiyo mzigo, kwa sababu amesema mzigo yake ni nyepesi. Hiyo mzigo ambayo imekulemea, hata pengine njia moja ama nyingine umekosa kasi. Glory be to Jesus. Hata pengine njia moja ama nyingine umekosa tumaini, umesafikiria kutoka asubuhi mpaka jioni, mpaka unajiuliza nitafanyaje na maisha ambayo niko. Nimekuja jioni ya leo nikukumbushe katika hiyo hali ambayo unayapitia ambayo ni magumu, Bwana ni tumaini la maisha yako. Usiogope, mpe mzigo yako na atakubebea. Glory be to Jesus. Mungu atakubebea, Mungu wetu atakubebea. Hiyo kitabu unaweza ukasoma ukiendelea nayo mbele, kwa sababu ya saa ninataka nisome la mwisho, but ni mingi. Let me read the book of Psalms here 32 verse 7 and 8. 32:7 and 8 nasema hivi: ndiwe sitara yangu, itanihifadhi na mateso,
itanisungusa nyimbo za wokovu. Haleluya. Daudi anasema hivi, Mungu huyo atakuhifadhi, atakusingira, atakuisungusa, atakunyimbia nyimbo ya wokovu, wokovu wako unapomtumaini Bwana. Nilifundisha katika shamba la mzabibu. Mungu akasema acha niimbie mpenzi wangu nyimbo la shamba langu la mzabibu. Mpenzi wa Bwana ni nani? Yule ambaye anamtumaini Bwana kwa moyo yake yote, anaweka tegemeo lake kwake Jehova Mungu. Mstari wa 8 nasema hivi, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayeenda, nitakusauri jicho langu nikikutazama. Daudi anasema nitakufundisha na kuonyesha njia utakayoenda. Ukimtumaini Bwana, ukikosa tumaini, ukikosa njia, Daudi anasema Jehova Mungu atakuonyesha njia mahali penye inakupasa kuenda. Haleluya. Na utapata furaha, na utapata amani, na utapata wema wa Mungu. Glory be to Jesus. I want to pray. Ninataka niombe. Nilikuwa nikifundisha kuhusu tumaini letu kwa Bwana. Mungu amesema tusisumbuke mambo ya kesho. Tusifikirie kesho itakuwaje, kwa sababu Jehova ataprovide. Mungu ataleta tumaini katika maisha yako. Pengine leo unafadhaika, unahangaika sana. Mungu amesema in the book of Psalms 53 verse 2, tumpe Mungu mzigo yetu yote na yeye atazibeba. Glory be to Jesus. Hatutakuwa na mzigo mzito katika maisha yetu kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Katika hiyo hali nilisema ukirepent, ukitubu, unampa Mungu nafasi ili maksudi yake itendeke kwako. Pengine uko hapo nasema, pastor, sijapenda msemo kwa Bwana, bali nataka nione uwezo wa Bwana. Naomba ukafunge macho yako, tuombe na wewe. Utarudia ili ombi nyuma yangu kwa neema ya Mungu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba ukanisamee makosa yangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante sana Yesu, kwa maana nimeokoka nikiamini. Katika jina la Yesu Kristo nimeokoka. Let me pray with you. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru, ninainua jina lako. Asante sana Jehova kwa ajili ya wasikilizaji wangu wote. Popote walipo Jehova, ukawaguse nafsi yao, ujidirisha kwa Jehova, ukawaonekanie. Asante sana Jehova kwa jioni ya leo, kwa neema na fadhili zako juu ya maisha yao. Umenena pamoja nasi tunapokutumaini Jehova, utaprovide upon our life Jehova. Tunajiachilia katika mkono wako, tunajiachilia katika njia zako. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu. Ninakupenda Jehova na kuheshimu na kuabudu Jehova Mungu. Asante sana Jehova kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Pokea sifa na utukufu jioni ya leo, ukijidhihirisha katika maisha yetu. Ninafunja madhabahu sote za magonjwa, ninaharibu kila ngome sote Jehova, kila mpango yote ya shetani juu ya wasikilizaji wangu, juu ya watu wote ambao wanajiunga na hii mtandao Jehova. Ninatamka neno la uponyaji juu ya maisha yako, nikivunja madhabahu sote za magonjwa, kila ngome sote Jehova, kila mpango yote ya shetani juu ya maisha yao. Wewe ambao uko chini kimaisha, wewe ambao umekosa tumaini, wewe ambao unafadhaika kwa sababu kazi yako imeharibika, Bwana amesema tusifadhaike kwa mambo ya kesho, kwa sababu kesho itajishughulikia. Jehova Mungu is a provider. Tayari sajua vile kesho yako itakuwa, kwa sababu kuna msemo inasema my tomorrow will be better than today. Jehova, na kijachilia maisha ya hawa watu katika mkononi mwako, nikibomoa kazi yote ya shetani, ninaharibu madhabahu sote ya shetani, kila ngome sote Jehova, kila mfalme yote ya giza, ninakataa, ninakemea shetani na kazi yake yote. Baba, jidhihirisha na kutenda mwema. Yesu, tunakupenda, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunajiachilia kwako. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen. Asante sana mpendwa msikilizaji wangu. Mimi ambao nilikuwa ninaenda pamoja nanyi, majina yangu naitwa Pastor Morris Jora. Ninatoka kwa kanisa la Maximum Miracle Center Kisumu. Tunapatikana Ubunga, ukiteremka na hii flyover ya Kondele. Ukifika the first turn on your right, utapita bump ya kwanza na ya pili, utaona 10.
This Sunday ukikuja, hiyo ndio njia ambayo utapata nayo. Na kama utakayepotea, haleluya, kama utakayepotea, tuko na namba ya simu ambayo tunaweza tukakupea. Nitakupea namba yangu from next Sunday. Kuna namba yenye nitakupea, utapiga, kwa sababu saa hii tuko na lines za charge ambao ukipiga utapata naye mtu ambaye anafaa kureceive hiyo call yako. Na kama utakuwa unahitaji maombi, tutakuombea. Chochote ambao utakayehitaji tutakufanyia kwa mambo za kiroho. Haleluya. Ninataka nikuachilie hii namba na utapiga kama unaweza kuja kwa kanisa na unaweza ukapotea. Namba ni 0723 471115, 0723 471115. Neema ya Bwana, ninaomba Mungu akuongoze, Mungu akuonekanie, Mungu ajidhihirishe katika maisha yako, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Tunakukaribisha kwa kanisa. In this Sunday, our first service will start at 8:30 to 9:30, and then our second service will start at 10 to 11. Kwa hivyo ninakukaribisha kwa kanisa letu. Utapata neno la baraka, neno la kuinua, neno la kubariki maisha yetu, na maisha yako itabadilika. Kuna nuru gizani. Hallelujah. Shalom. Let us meet on Sunday kwa ibada yetu. Mungu akubariki.